tulikuwa na kisasi na timu ya Tabora na tumekilipa. Ni maneno ya Ally Kamwe baada ya meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ally Kamwe kuachiwa huru na jeshi la polisi mkoa wa Tabora. Hakutaka kuzungumza lolote linalohusiana na kukamatwa kwake. Badala yake aliwaomba mashabiki kujielekeza katika mchezo iliyo mbele yao. Ally Kamwe aliweza kuachiliwa majira ya saa 7 mchana baada ya kukamatwa majira saa 9 usiku alipokuwa hotelini, ambapo Ally Kamwe aliweza kukamatwa na kuwekwa kizuizini kwa muda wa masaa hayo baada ya kuweza kumtamkia maneno ambayo hayakuwa ya kufurahisha mkuu wa mkoa wa mkoa huo wa Tabora, na ndipo ambapo wengi wakadai kwamba alichokifanya ni kuweza kumkejeli, na ndipo ambapo baada ya kuweza kutoka muda huo waandishi habari walivyojaribu kuweza kuzungumza chochote kama anazungumzia kutokana na kukamata kwake, ndipo ambapo aliweza kuzungumza kwamba tulikuwa na kisasi na timu ya Tabora na nashukuru Mungu tumekilipa. Ally Kamwe baada ya kuachiwa hapo hakutaka kuzungumza maneno mengi, ambapo aliweza kuzungumza maneno hayo mafupi tu baada ya kuweza kulipa kisasi hicho. Yuko kwamba mchezo huo uliweza kufanyika, lakini baadaye klabu ya Tabora United iliamua ilikubali kipigo cha goli 3-0 mbele ya klabu ya Yanga ambayo ilikuwa inalipa kisasi baada ya mkondo wa kwanza kuweza kushinda kwa goli 3-1, na hivyo kuweza kulipa kisasi ambapo wao waliweza kushinda kwa goli 3-0, na ndipo ambapo alidai kwamba hicho kilikuwa kisasi kwa Ally Kamwe. Hakutaka kuendelea tena kuzungumzia maneno mengine yanayohusiana tena na masuala au viongozi wa mkoa huo, kwa kuwa tayari alikuwa ameshaweka kizuizini baada ya kuweza kukamatwa akiwa hotelini na kuwekwa nani kwa ajili ya maelezo zaidi kutokana na vile ambavyo aliweza kuvitamka baada ya kuweza kuwasili kwenye mkoa huo akiwa anajiandaa na mchezo ambao ulikutanisha Yanga pamoja na Tabora United. Afisa habari huyo hakuweza kuzungumza mambo mengi, na badala yake aliweza kuchapisha picha ambayo ilikuwa mbele yake na video inamuonyesha Mzize anampa maelekezo fulani. Endelea kufuatilia ili kwanza kupata taarifa zetu.